Majira ya saa 8 usiku wa tarehe 7 mwezi Aprili mwaka wa 2012, tetesi mbaya sana zilianza kusambaa kuwa nguli wa filamu nchini Tanzania, Stephen Charles Kanumba, alikuwa amefariki dunia. Leo tunazichambua dakika za mwisho za Stephen Kanumba, sayansi ya jinsi kifo chake kilivyotokea, pamoja na mchakato wa kisheria uliochukua miaka 5 kumtia hatiani mhusika mkuu. Usiku huu wa mwisho, Stephen Kanumba alikuwa nyumbani kwake eneo la Sinza, Vatican, akiwa na mdogo wake aliyefahamika kama Seth Bosco. Hali ilikuwa tulivu mpaka ulipofikia ule wasaa ambapo mlangoni kwao aliwasili mwigizaji mwenzake wa kike anayefahamika kama Elizabeth Michael almaarufu Lulu. Mpaka hii siku watu wengi walikuwa hawafahamu, lakini Stephen Kanumba na Elizabeth Michael walikuwa katika mahusiano ya kimapenzi kwa takriban miezi 4, kitu ambacho kilifanywa siri, huenda kwa sababu umri wao ulikuwa kidogo una changamoto, ambapo Elizabeth alikuwa bado ni binti wa miaka 17 huku Kanumba akiwa ni mtu mzima wa miaka 28. Basi ndani ya muda mchache baada ya kuwasili kwa Elizabeth, sauti za ugomvi na vishindo zikaanza kusikika kutoka kwenye kile chumba cha Stephen Kanumba. Mdogo wake yani Bosco alishuhudia sehemu kidogo tu ya huu mvutano kwa sababu mlango wa chumbani kwake ulikuwa wazi. Kwa hiyo alishuhudia kaka yake akimvuta Elizabeth ndani kumzuia asitoke nje ili waendelee kuongea. Hili lilimsumbua kidogo Bosco, lakini alisita kuingilia kwa sababu hakuona ishara yoyote ya hatari kati ya wale wawili. Jambo hili lilibadilika ndani ya dakika chache tu, kwa sababu ghafla alisikia kishindo kikubwa kilichofuatiwa na ukimya ambao haukuwa wa kawaida. Mara Elizabeth alikimbia chumbani kwake akiwa analia, akiwa na hofu, na akamtaarifu kuwa kaka yake alikuwa ameanguka. Yeye alijaribu kumwagia maji, lakini alikuwa hamki kabisa. Basi kusikia hivyo, Bosco akatoka mbio mpaka chumbani kwa kaka yake, ambaye alimkuta akiwa chini, lakini kichwa chake kikiegemea ukuta, huku pembeni yake, mwilini mwake na sehemu ya ule ukuta aliona madoa ya damu. Kwa hiyo akapata wasiwasi. Bosco alipoona kama vile kakake atakuwa anaumia shingo kwa jinsi alivyojiegesha, akamlaza chini vizuri kwa kujinyoosha na kuanza kujaribu kumtikisa, kumuita na kumwamsha bila mafanikio. Ndani ya muda mchache akagundua kuwa kaka yake hakuwa anavuta pumzi yoyote. Kwa hiyo akapata na hofu, akamwambia Elizabeth amsubiri pale pale, yeye anakimbia mara moja nje kwenda kutafuta daktari. Lakini Bosco alipotoka, Elizabeth hakubaki pale kama vile alivyoambiwa. Badala yake akaamua kuchukua zake funguo za gari, akaondoka pale nyumbani mara moja na kuelekea Coco Beach kupunguza mawazo na kupunga upepo kama vile alivyokuja kukiri yeye mwenyewe huko mbeleni. Basi Bosco alirudi mara moja akiwa na daktari, ambaye na yeye baada ya ule uchunguzi wa awali mara moja akagundua kuwa Stephen Kanumba alikuwa amekwisha fariki. Basi hapa ndipo simu ikapigwa polisi, huku watu ambao walikuwa wameshawasili pale baada ya kupigiwa simu na Bosco wakamchukua Kanumba na kumpeleka moja kwa moja hospitali ya Muhimbili, ambapo alivyofika kule kweli wakahakikishiwa kwamba hakuwa hai tena. Basi baada ya muda mchache maaskari waliwasili pale Sinza Vatican na moja kwa moja wakaanza kuchukua taarifa za awali kutoka kwa Bosco. Mara moja ukaanza mchakato wa kumtafuta mtu wa mwisho ambaye alitajwa kuwa alikuwa na Stephen Kanumba akiwa hai. Basi wakati huu Bi Elizabeth alikuwa zake ameshawasili Coco Beach, anapunga zake upepo, na ghafla akaanza kusikia simu yake ikiitaita kila baada ya sekunde moja. Alipokuja kuikagua akagundua kwamba alikuwa na mamia ya messages kutoka kwa watu wakimuulizia kuhusu kifo cha Kanumba, yaani aweze kukanusha au kusema kama vile ukweli, kwa sababu mpaka hapo taarifa zilishaanza kusambaa. Sasa Elizabeth alishtuka kwa sababu yeye alidhani kwamba Stephen alikuwa tu amepoteza fahamu na labda Bosco atamkuta daktari, halafu atampeleka hospitali, halafu kila kitu kitakuwa kimekaa sawa. Hili suala la kuambiwa kwamba Kanumba alikuwa amefariki au la lilimshtua sana. Kwa hiyo akaamua kumpigia simu mmoja wa rafiki za Kanumba aliyemtaja kwa majina Kidume na kumuuliza kwamba Kanumba alikuwa amepeleka hospitali gani ili aweze akamwone na yeye aweze kuhakikisha zile taarifa alizokuwa anazipata.
Basi huyu bwana akamwambia Elizabeth kuwa badala ya yeye kwenda hospitali afunge safari amfate wakutane eneo la Bamaga. Basi Elizabeth akatoka kule Coco Beach, na alipofika pale Bamaga na kuonana na kidume, kabla hata hawajaanza maongezi, ghafla walitokea maaskari na kumweka Elizabeth chini ya ulinzi. Basi alipofikishwa kituoni na kuanza kuhojiwa, Elizabeth alieleza kuwa yeye hakumuua Kanumba. Alidai kwamba usiku ule yeye alikuwa anataka zake kutoka out pamoja na marafiki zake, lakini Stephen Kanumba akawa anamkataza. Alijaribu kumwelekeza kwamba wale aliokuwa anatoka nao ni marafiki zake tu, lakini bado maelezo haya hayakumridhisha Kanumba. Hakutaka kabisa kusikia kuhusu hiyo safari, alikuwa anataka baki pale pale nyumbani. Sasa wakati ule muda wa safari unakaribia, wale rafiki zake Elizabeth wakaanza kumpigia simu kumuulizia kulikoni, kama vile mipango yao bado inaendelea au kama vile imebadilika. Sasa kitendo hiki kikamfanya Steven akasirike sana na akaanza kumshutumu Elizabeth kuongea na mwanaume mwingine mbele yake. Hapa ndipo sasa ugomvi ukaanza. Elizabeth akasema kuwa muda wote huu tayari Stephen Kanumba alikuwa ameshalewa sana, kwa hiyo akaanzisha vurumasha ambayo ilikuwa si ndogo. Hapa akadai kuwa Kanumba akaingia uvunguni mwa kitanda na kutoa panga kisha kuanza kumpiga nalo mapajani, huku akimwambia kwamba ni lazima amuue. Sasa hili la kupigwa na huyu bwana halikuwa geni kwa Elizabeth. Alitoa taarifa kwamba mara nyingi sana Stephen alikuwa akimpiga, hasa akiwa hajitambui kwa sababu ya kulewa. Aliripoti kwamba kulikuwa na kipindi alimpiga na lile panga mapajani hadi ikabidi aende hospitali ya Mwananyamala kwa ajili ya matibabu. Yaani ilikuwa kisha kunywa pombe anabadilika, anakuwa mtu tofauti kabisa. Kwa hiyo kutokana na ile hofu akaanza na yeye kuchakarika ili kujinasua mikononi mwa yule bwana ili apate mwanya wa kukimbia kabla hajajeruhiwa tena na safari yake ya out igeuke kuwa safari ya kwenda hospitali. Sasa katika hii vuta ni kuvute na kukimbizana, ndipo akadai Elizabeth kwamba Kanumba akaanguka na kujigonga kichwa kwa nguvu sana. Akaendelea Elizabeth kuwa mara baada lile pigo kichwani kwake, Kanumba akaanza kutapatapa huku akitafuta pumzi, lakini ndani ya dakika chache tu akakaa kimya kabisa. Hapo ndipo yeye akashtuka na kuanza kujaribu kumwamsha. Alipoona juhudi zake hazizai matunda, akaenda moja kwa moja chumbani kwa Bosco na kumweleza kile kilichotokea. Basi kule nyumbani kwa Kanumba wapelelezi walianza kujaa na kufanya uchunguzi wa awali. Chumbani kwake vilikutwa viashiria vyote vya ile purukushani ambayo Elizabeth alikuwa anaiongelea. Ukutani kulikuwa na madoa ya damu pamoja na chini na sehemu nyingine mbalimbali za ile sehemu ambayo alimtoa Steven alipokuwa amejiegesha. Na zaidi ya hapo, chumbani kule kulikutwa na chupa mbili, moja ya whisky na nyingine ya soda ya aina ya Sprite ambazo zilionyeshwa kwamba zilikuwa zimemiminwa. Kwa hiyo baada ya hapa Elizabeth akashikiliwa mara moja kama vile mshukiwa mkuu wa mauaji ya Stephen Kanumba na mchakato mrefu wa kesi mahakamani ukaanza. Basi mashabiki wa Stephen Kanumba walibaki na majonzi makubwa kumpoteza star wao ambaye alikuwa na mwelekeo mzuri sana katika hii tasnia ya filamu ya Bongo Movies. Watu walipopata zile taarifa za awali juu ya mauaji ya Kanumba, kambi mbili zilijitokeza. Moja ya watu ambao waliendelea kumpenda na kumchukulia Kanumba kama vile alifanywa unyama na alionewa kwa kutolea uhai wake, na pili ilikuwa ni kambi ya watu wengine ambao hawakufurahishwa na kile kitendo chake kilichokuja kuvumbuliwa kwamba alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtoto, tena mtoto ambaye alikabidhiwa toka akiwa mdogo sana ili amuongoze kama vile mwalimu wake au msimamizi wake wa sanaa. Marehemu hasemwi, lakini watu walianza kujiuliza kama vile alikuwa na mahusiano na msichana huyu mdogo, hao wengine ambao wamefanya nao kazi, je, walikuwa wamepona au la? Na kwa upande wa Elizabeth, kuna wengi ambao walimtetea na kuona kuwa alikuwa ni mtoto ambaye alirubuniwa kutoka utotoni sana, ambaye alikuwa ameangushwa na malezi ya watu wakubwa wake waliokuwa wanamzunguka, ambavyo vyote hivi vilipelekea yeye kuwa katika yale mazingira ya kuweza kufanya yale mambo kama vile mtu mkubwa, huku wengine walikuwa katika upande wengine wa kumhukumu Elizabeth na kusema kwamba yeye mwenyewe alikuwa na tabia ambazo si nzuri, tabia za kikubwa wakati akiwa mtoto, kwa maamuzi yake yeye mwenyewe, wala sio kwa sababu ya mtu mwingine yoyote.
Basi kwanza kabisa, mwanzoni tu mwa kesi hii kulitokea mgogoro. Elizabeth alikuwa na umri wa miaka 17 wakati yale mauaji yanatokea. Kwa hiyo kisheria ilibidi kesi ile iendeshwe kwa kufuata sheria ya watoto, lakini timu ya mawakili wa utetezi wa Elizabeth ikiongozwa na wakili maarufu Bwana Peter Kibatala iligundua kuwa katika ripoti za awali na baadhi ya nyaraka za polisi Elizabeth alikuwa ameandikwa kuwa ana umri wa miaka 18 badala ya miaka 17. Kwa hiyo kutokana na hili, cheti chake cha kuzaliwa kilichoonyesha kuwa alizaliwa mwaka 1995 kilipelekwa mahakamani. Kwa hiyo wengi wakategemea kwamba sasa kesi yake itasikilizwa katika mahakama ya watoto. Zaidi ya hapa, upande wa mashtaka, yani serikali, ilimfungulia Elizabeth kesi ya mauaji, yani mauaji ya kukusudia. Kwa hiyo, kwa sababu kesi za mauaji hazina dhamana, Elizabeth ilibidi abaki rumande. Sasa hili mawakili wake hawakukubaliana nalo kabisa, kwa sababu walikuwa wanajua kwa uhakika kwamba mteja wao alikuwa na chini ya miaka 18 na pia hakuua kwa kukusudia, ilikuwa ni bahati mbaya tu. Basi kwa bahati nzuri kwao, upande wa mashtaka nao baada ya upelelezi kukamilika uliridhia kubadilisha hati ya mashtaka baada ya kuridhika kuwa mazingira ya yale mauaji hayakuonyesha kuwa Elizabeth aliua kwa kukusudia. Kutokana na hili, mwezi Januari mwaka wa 2013, ikiwa ni miezi 9 tangu Elizabeth akamatwe kwa kosa la mauaji, Bwana Peter Kibatala na timu yake ilifanikiwa kupata dhamana na hivyo Elizabeth akatolewa rumande na kuruhusiwa kwenda nyumbani kuendelea kusubiria kesi yake. Kwa kipindi cha miaka 4, Elizabeth Michael alikuwa nje kwa dhamana akiendelea na maisha yake ya kazi na sanaa, huku kesi yake ikisubiriwa kupangiwa jaji wa kuiongoza mahakama kuu. Katika kipindi hiki alifanikiwa kutoa filamu nyingine kama vile Foolish Age mwaka wa 2013 pamoja na Mapenzi ya Mungu mwaka wa 2015. Miaka 4 baada ya Elizabeth kutolewa kwa dhamana, kesi ya mauaji ya Stephen Kanumba ikaanza kusikilizwa mahakama kuu mwezi wa Oktoba mwaka wa 2017. Watu wengi walikuwa bado hawajaelewa ilikuwaje Kanumba kafariki kwa kuanguka tu, na fumbo hili liliweza kufumbuliwa na daktari aliyefanya uchunguzi wa postmortem aliyepanda pale kizimbani na kutoa ripoti kuwa Stephen Kanumba alifariki kwa sababu mfumo wake wa upumuaji uliacha kufanya kazi baada ya kujigonga kichwa chake kwa nguvu. Kitaalamu, mtu anapogonga kichwa kwa nguvu huwa kuna uwezekano mkubwa wa ubongo wake kugonga fuvu kwa nguvu. Hapa mawili huweza kutokea. Aidha, mshipa wa damu unaweza kupasuka na kuanza kuvujisha damu ndani ya fuvu lake, yaani kwenye ubongo, au inaweza kutokea kitu cha pili ambacho ni kwamba ubongo unaweza kuanza kuvimba, kama vile mtu anavyoweza kuanguka na kuvimba labda mguu, au kama vile unavyoweza kujibamiza au kubamizwa usoni au jichoni na ukavimba. Ndivyo ubongo huvimba pale unapojibamiza kwa nguvu kwenye kichwa. Sasa ubongo unapovimba hujaa kwenye fuvu na kukosa pa kwenda. Hii hupelekea ubongo kufeli kazi yake kwa sababu unashindwa kutanuka. Na moja ya kazi ya sehemu ya ubongo inayofahamika kama medulla oblongata ni kukontrol upumuaji. Kwa hiyo mtu anaweza akajigonga kichwa na ghafla akaacha kupumua. Kama vile mtu huyu akiwa karibu na hospitali baada ya ajali kama hii, basi ubongo wake ukianza kuonyesha dalili za kuvimba, zipo njia za kuzuia iki kitu kuendelea, ikiwemo dawa au hata kuondoa sehemu ya fuvu lake ili kuupa nafasi ule ubongo kutanuka mpaka kuchomoka nje kabisa ya kichwa, na ukapatiwa muda ukakaa hivyo hivyo mpaka wenyewe utakavyoanza kusinyaa na kurudi katika ile hali yake ya kawaida. Bila tiba hii, mara nyingi wahanga huwa wanapoteza maisha yao ndani ya dakika chache tu. Na ukweli ni kwamba tatizo hili hutokea haraka zaidi pale ambapo kunakuwa na kiasi kikubwa cha pombe, yani alcohol, kwenye damu ya mtu. Yani ubongo huvimba haraka zaidi, pumzi huisha haraka zaidi, na mapigo ya moyo huzima haraka zaidi kwa sababu ya ile pombe, ukilinganisha na mtu ambaye alikuwa hana pombe kwenye damu wakati wa tukio. Kwa hiyo ilikuwa dhahiri pale mahakamani kuwa Elizabeth hakuua kwa kukusudia.
Hii kesi ilisikilizwa kwa muda mchache tu, na mwezi mmoja baadaye jaji wa mahakama kuu, Jaji Sam Rumanyika, alikuwa tayari kutoa hukumu. Hapa sasa ndipo lilipatikana jibu la swali ambalo lilikuwa kichwani mwa wengi waliokuwa wakifuatilia kesi hii. Elizabeth, kama vile tulivyosema pale mwanzoni, alikuwa na miaka 17 wakati wa yale mauaji. Ilitegemewa kwamba kesi hii ingeendeshwa katika mahakama ya watoto, ambapo kesi ingehudhuriwa na watu wachache tu. Waandishi wa habari wasingeruhusiwa kushiriki wala wasingeruhusiwa kumpiga picha au kutaja jina la Elizabeth Michael. Lakini alipopata wasaa wa kuongea, Judge Sam Rumanyika alionyesha kuwa alitambua kuwepo kwa mvutano wa kisheria kuhusu suala la umri wa Elizabeth, na akajenga hoja na kutangaza kuwa Elizabeth alionyesha kwamba yeye ni mtu mzima ingawa alikuwa mtoto kiumri. Alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na mtu mzima. Pili, akasema kwamba alikuwa akiishi na kujiendesha kama mtu mzima na sio kama mtoto. Tatu, akasema kwamba mazingira yake yalionyesha kuwa alikuwa na uwezo wa kuamua au kuchagua kati ya mema na mabaya. Kutokana na haya, alisema kuwa Elizabeth anastahili kuhukumiwa kama mtu mzima na sio mtoto, na hili lilionekana kukubalika mahakamani kwa sababu hata yeye mwenyewe katika shuhuda zake alionyesha tabia ambazo hazikuendani na tabia za watoto. Kwa mfano, usiku wa tukio alisema kwamba alikuwa anatoka out na marafiki zake. Kwa kawaida, watoto huwa hawawezi kwenda out usiku na marafiki zao, au huwa hawaruhusiwi na wazazi wao kwenda out usiku, hasa watoto wa kike. Pili, alisema mwenyewe Elizabeth kwamba baada ya Kanumba kuanguka aliwasha gari na kwenda zake Coco Beach kupunguza mawazo. Sasa watoto hawaruhusiwi kuwa na leseni za gari wala hawaruhusiwi kuendesha gari. Watu wanaoendesha magari ni watu wazima. Basi baada ya hapa, Elizabeth alihukumiwa kifungo cha miaka 2 jela kwa mauaji ya bila kukusudia ya Stephen Kanumba. Akapangiwa kuanza kutumikia kifungo chake ile mwezi Novemba mwaka wa 2017 mpaka mwezi March, yani mwezi wa 3 mwaka wa 2019. Lakini jambo kubwa sana lilitokea ambalo lilibadilisha kabisa mwenendo wa hii adhabu. Miezi 5 tu baadaye, siku ya sikukuu ya Muungano, yani tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka wa 2018, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli alitoa msamaha kwa wafungwa kama ilivyokuwa tamaduni yake. Elizabeth alikuwa mmoja wa waliobahatika, ambapo aliweza kupata punguzo la robo ya adhabu yake. Kwa hiyo badala ya kutakiwa kutoka gerezani mwezi wa 3 mwaka wa 2019, akatakiwa kutoka mwezi Novemba au mwezi wa 11 mwaka wa 2018, mwaka mmoja tu baada ya ile hukumu ya mwaka wa 2017. Basi baada ya kupata hii punguzo ya adhabu mwezi wa 4, mwezi mmoja tu baadaye, yani ule mwezi wa 5, timu yake ya mawakili ikiongozwa na Bwana Peter Kibatala ikapeleka ombi Mahakama Kuu aweze kutumikia kifungo cha nje kutokana na tabia njema. Ombi hili lilikubalika na Elizabeth akatolewa gerezani mwezi Mei mwaka wa 2018 kuimalizia adhabu yake kwa kufanya usafi katika ofisi za Wizara ya Mambo ya Ndani huko Posta kwa masaa 4 Jumatatu mpaka Ijumaa. Akaifanya hii adhabu kwa miezi 6, ambapo baadaye mnamo mwezi Novemba mwaka 2018, yani mwezi wa 11, akawa amemaliza hii adhabu na akawa huru rasmi. Wewe unaona kama judge alikuwa sahihi kumchukulia Elizabeth kama mtu mzima badala ya mtoto, au unaona kama vile alikosea? Tafadhali usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii ili wengine nao waweze kuja na kujifunza pamoja nasi. Kwa matangazo, collaboration au michango, wasiliana nami kwa WhatsApp namba iliyopo kwenye comments. Asante sana kwa kuangalia video hii. Tuonane tena kwenye video ijayo. Bye bye.